Moja kati ya matakwa ya mwajiri ilikuwa ni kujenga uwanja ambao utahifadhi tunu za kitaifa. Sasa sisi tukalichukua hilo very seriously. Katika kudesign tukatengeneza timu ya madesigner ambao tulifanya research kulingana na eneo uwanja unajengwa. Tukaona eneo letu liko katika mji wa kitalii, lakini pia eneo letu liko karibu na mlima Kilimanjaro. Tukasema paa letu la uwanja lichukue ama liakisi muonekano wa mlima Kilimanjaro. Na mlima Kilimanjaro kwa AKA ama jina lingine linajulikana kama The Roof of Africa. Kwa hiyo paa la uwanja likawa inspired na muonekano wa mlima Kilimanjaro. Hiyo ikawa ni moja. Lakini mbili, tukaangalia madini ambayo yanapatikana ama yanayotupa sifa wa Tanzania ni Tanzanite na diamond na madini mengine. Kwa hiyo tukaangalia lile dini la Tanzanite ukishalichukua likishakuwa refined, kuna muonekano wake linatoa. Sasa katika envelope ama bahasha ya uwanja wetu, maanake ni kuta zinazoonekana katika level ya macho, facade, hiyo ikawa inspired na muonekano wa madini ya Tanzanite na diamond. Hiyo nayo ni tunu ya taifa. Lakini pia mgawanyo wa viti kulingana na madaraja mbalimbali na maeneo ambayo watazamaji watakuwa wakikaa ndani ya uwanja. Tukasema ili kutofautisha hii, sisi viti vyetu vitafuata rangi za kwenye bendera ya taifa, yani kijani, njano ama gold ile, tuna black na tuna nyeupe kidogo ili kuneutralize huo mgawanyo wa viti. Kwa hiyo sisi tukalichukua hilo. Lakini pia tukasema Arusha ni makazi ya Wamasai. Masai ana vazi lake, shuka za Kimasai. Tukasema tutumie inspiration ya shuka za Kimasai pamoja na mavazi mengine ya Tanzania kama kanga na vitenge katika kudesign interior design ama usanifu wa ndani. Kwa hiyo ndani ukiingia baadaye utakuta rangi ambazo zimepakwa kwa pattern ama mitindo ya shuka za Kimasai, viboksi ama bendera ya taifa ilivyojikata vile, ama kanga na vitenge zilivyogawanywa. Kwa hiyo zile wallpaper ndani, ceiling tutakavyoifanya paa, tutakavyoweka tiles na patterns zote za kwenye external works kwa maana ya kazi za nje, bustani pamoja na sehemu za kutembea watu waenda kwa miguu na magari, tumefanya kulingana na muonekano na pattern za shuka za Kimasai, kanga pamoja na vitenge ambavyo ni mavazi ya Mtanzania hasa anayetoka eneo la Arusha. Kwa sisi tulijibu requirement hiyo kwa mtindo huo, na employer alifurahishwa nayo na aka-approve, na ndio tunachokitekeleza. Kama unaona nyuma yangu sasa hivi uwanja umekaa na hiyo shape ya mlima Kilimanjaro, lakini pia ukiangalia kwa level ya macho utaona mikato ya Tanzanite na diamond inaanza kuonekana. Lakini pia humo ndani baadaye tutakuwa na hizo finishings ambazo zitakuwa zimefuata material ya Kitanzania, lakini pia garments ama muonekano wa mavazi ya Mtanzania.